jambo, lakini nitaguza kidogo, lakini nitaendelea kuongea juu ya nafsi ya mwanadamu ama roho ya mwanadamu, na kwa sababu hatukumaliza ile mada, tutaiendeleza adhuhuri ya leo na tutaweza kubarikiwa. Haleluya! Kwa hivyo hata tunapokumbuka Kristo, yeye alikufa na ndio nafsi zetu ziweze kuhuishwa katika kuishi maisha ya haki, ziweze kuinuka katika kuishi katika haki, nao mwili ufe katika dhambi. Haleluya! Kwa hivyo mwili wetu wa ndani akiweza kuwa na nguvu, anaongoza mwili wa nje. Kwa hivyo hautaingia kwa dhambi, hautaingia kwa majaribu, kwa sababu dereva wako ambaye ni nafsi yako imetiwa nguvu, imejaa utukufu na uwezo wa Mungu, na hivyo unaongoza mwili wako wa nje katika kufanikiwa katika makusudio ya Bwana. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa kunileta tena kuweza kuendeleza ujumbe ule, na tulisema ya kwamba tumerudishwa kwa mchungaji na askofu wa nafsi zetu. Haleluya, tumerudishwa. Kwa hivyo mada yetu kubwa ilikuwa kule kurudishwa. Kule kurudishwa ni kumaanisha tulikuwa tumeraruliwa, tulikuwa tumevunjavunjwa, tulikuwa na vidonda, tulikuwa watu ambao wameelekea kuangamia, lakini tumerudishwa. Haleluya, tumerudishwa. Kwa hivyo ile hali ya kurudishwa inahusisha kule kuponywa, inahusisha kufanywa nafsi ambayo iko na afya, nafsi ambayo imetimilika, nafsi ambayo haina mawaa. Haleluya. Kwa hivyo tunashukuru Mungu siku ya leo kwa sababu anatuwezesha kuangalia mambo kadhaa. Kwa hivyo ingawa nafsi ya mtu inaweza ingia kwa changamoto nyingi, mfano tulisema unaweza pata kidonda katika roho yako, si kweli? Unaweza pata kidonda, unaweza famiwa na mambo tofauti katika roho yako, ikaelekea mambo ambayo si ya Mungu, si kweli? Kama vile tuliona urafi, kupenda pesa, kujipenda, kuzembea, mambo yale na shaka tuliona yanaweza familia mtu, si kweli? Tukaona yanaweza familia maisha ya mtu, si kweli? Lakini hata kama yanaweza familia mtu, tumeona ya kwamba vile vile nafsi ya mtu iko na uwezo wa kusoma sawa sawa na kupona na hata kuinuka na kupita mawaa yote. Haleluya, kupita mawaa yote. You know, there is a word that we learned sometimes back about the way Paul said that we may be presented before God a blameless church, si kweli? A glorious church, si kweli? A church that is without any fault, a church that is without any fault, without any wrinkles, and we delve deeper into understanding what are wrinkles. Mikujo, mtu akizeeka zinatokea mikujo, si kweli? Hata rohoni mikujo inaweza tokea, mtu akawa hajarainika vizuri, na tukaangalia tukaona ile mikujo ni mambo yanatokana na vile tumelelewa na vile maisha yetu yamekuwa. Yale maisha yanaweza tia kidonda hivi kwamba machoni pa Mungu inaonekana ni mikujo tuko nayo, na hatuwezi tukapokea kutoka kwa Bwana mpaka ile mikujo ilainishwe. Those wrinkles to be ironed by the word of God, to be smoothened by the word of God. Tukaona hivyo, si kweli? Kwa hivyo katika maisha tunaona nafsi ya mtu ikiwa na shida, hataweza kupokea kile Bwana ameandaa, hataweza kabisa. Hata kama Bwana amemwandalia mambo makubwa, kuna uwezekano mkubwa hataweza kutimiza makusudi ya Bwana kwa sababu ya mikujo iliyo katika maisha yake.
kwa sababu ya vidonda vilivyo katika maisha yake. So we have to be presented before God a church that is blameless, without spot, without blemish and without wrinkles, a glorious church. Lazima tuwasilishwe mbele ya Mungu tukiwa mambo yale yamesuluhishwa, mambo ya mawaa, mambo ya mabaka, mambo ya uchafu wa aina yoyote, mambo ya mikujo, lazima yote iwe imesuluhishwa. That is the process of being returned. The process of being returned ni ile kuondolewa mawaa, kuondolewa mabaka, kuondolewa uchafu, kuondolewa mikujo ya aina yoyote, tuwe safi, tuwe watu wenye utukufu. Na hiyo ni kazi, haleluya, ni kazi ya mchungaji na askofu wa nafsi zetu. Kwa hivyo leo hii tunaona hata kama hiyo nafsi ama roho ya mtu inaweza famiwa na changamoto mbalimbali, pia hiyo roho ya mwanadamu inaweza soma, inaweza pona na inaweza kukomaa. So the spirit of a man can learn, can heal, can grow. Hallelujah. So we now look at the better side of the spirit of God today. We look at the better side of the spirit of man today. The spirit of man, sorry. We are looking at the better side and the glorious side of the spirit of a man. And what we can do to make our spirit healthy. To make our spirit healthy. Because you need to have a healthy spirit. A healthy spirit. So we are looking at some attributes of a person. We can say he or she has a healthy spirit. Has a healthy spirit. Ako na nafsi iliyo na afya. Ako na nafsi ambayo iko na afya. Na hiyo ni mambo gani? Kwa hivyo kuna roho ambayo tunasema is faithful spirit. Roho iliyo na uaminifu. Roho iliyo na uaminifu. Kuna roho ya mtu tunaweza sema roho yake iko na uaminifu. Ni kweli, roho yake iko na uaminifu. Roho yake haina kiburi. Roho yake iko na kunyenyekea. Roho yake iko na kupenda Bwana. Kwanza kuna nabii alikuja kwetu akatuambia sisi kama familia ati nyinyi mko na moyo wa kumtumikia Mungu yote. Yaani kila mtu akijipatiana kwa Mungu anaweza kutumikia Mungu. Kwa hivyo mko na moyo wa kupenda Mungu. Unajua kuna watu hawapendi Mungu kabisa, hapendi. Na hata tumuimbie nyimbo gani, yeye ako na roho ya kukinai Mungu. Kukinai ni ile kuibua kinyiria, yaani kuonea, kukinai Mungu, unamuonea, unaweza tapika tu. Unaona, kwa sababu umekinai mambo ya Mungu. Kuna watu ukinai hata kuketi tu asikize, kuketi tu aweze kusikiza vile Mungu anasema, hawezi. Wamekinai, wamegaidi, ni watu ambao hawana roho ya uaminifu. Kwa hivyo kuna roho ya uaminifu iko katika kitabu cha Methali 11 mstari wa 13. Methali 11. Kwa hivyo roho ya mwanadamu inaweza kuwa na uaminifu. Unaweza kufunza roho yako ikawa na uaminifu. Bwana anapokutazama anaona mtu ameaminika, anaona huyo mtu ni mwaminifu katika hali zake zote. Hiyo ni kitu itatokana, hilo ni jambo litatokana na kufunzwa, litatokana na wewe kufunza nafsi yako. Si kweli? Unaitiisha, unaiambia ili neno la Bwana lazima nitii, lazima nitii kila jambo lililoandikwa. Kwa hivyo hiyo roho yako inaenda ikiwa na ikizaa matunda ya uaminifu. Unaona mambo haya tunasema ndio kwa Biblia, ukisoma Agano Jipya yanasemekana ni matunda ya roho. Matunda ya roho. Roho yako ikifunzwa, kuna mazao itaanza kuzaa. Ikipitia hali fulani za Bwana, kuna mazao itaanza kuzaa. Kwa hivyo Biblia inasema juu ya roho iliyo na uaminifu. Tusome katika kitabu cha Mithali na tutaweza kubarikiwa. Hebu nisome kwa Biblia ya Kiswahili. Kitabu cha Mithali. Mithali 11. Mithali 11. Biblia inasema hivi. 11 mstari wa 13. Biblia inasema mwenye kitango akisingizia hufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Mwenye kitango akisingizia
kufunua siri. Sasa kuna mtu ambaye ukimwambia jambo atalifunua kwa watu wote, hata kama lilikuwa la siri. Si kweli? Kuna mtu ambaye hata muongee vizuri sana na umuonye, bwana, usiambie mtu jambo hili ni kati yangu na wewe. Si kweli? Lakini anaitwa mtu wa kitango, atalifunua kwa watu wote, atatangaza habari hiyo kwa kijiji mzima. Huyo mtu ni rafiki? Haonyeshi uaminifu, kwa sababu uaminifu hujaribiwa. Tunapokuwa na makubaliano na wewe, unaweza aminika kwa hayo makubaliano miaka yote tuliyokubaliana. Haleluya! Hautaghairi, hautabadilisha. Kama wanasiasa wengi hawana roho ya uaminifu, kwa sababu huwa wanaahidi watu na wanatangaza wasiwasi, wanaita wanahabari, wanaandika nyaraka, wanaafikiana mikataba, wanaandikiana mambo, lakini ikifika siku nyingine hiyo maafikiano yote yamebadilishwa, yametupiliwa mbali. Kwa hivyo hawana roho ya uaminifu. Roho yao hatuwezi sema iko na afya. Ukiona mtu ambaye hamwezi afikiana, hamwezi tembea pamoja, huyo roho yake haina afya, haina uaminifu. Roho yako inapimwa na uaminifu ndio tujue kama iko na afya. Haleluya! Mkiafikiana na Bwana, tuseme wewe umeokoka na wewe umekiri mbele ya watu wengi, umetoa ushuhuda mzuri wa wokovu, halafu ifike mwaka, ikifika katikati, ubadilishe ule usemi, ubadilishe kile ambacho wewe ulikiri, ni kumaanisha wewe umeanguka mtihani wa uaminifu na roho yako haina afya. Haleluya! Roho yako haina afya. Kwa hivyo lazima roho zetu ziwe na afya, na jambo moja ambalo upima vizuri sana ni uaminifu wako. Kama wewe ni mwaminifu katika makubaliano na watu, katika makubaliano na Bwana, wewe sasa roho yako inaonekana imeanza kuwa na afya. Haleluya! Imeanza kuwa na afya. Kwa hivyo tunaona mtu wa kitango hawezi aminika. Kwa Kiingereza nisome tu kwa sababu tunaweza elewa kwa njia fulani. Kwa Kiingereza Biblia inasema hivi, Mithali 11 mstari wa 13 inasema, a tale bearer revealeth secret, a tale bearer revealeth secrets, but he that is faithful, he that is of faithful spirit considereth the matter. Kwa hivyo unaona, tale bearer ni watu wale ambao hata kusengenya, yani wamesomea ile taaluma ya masengenyo, wamesomea ile taaluma ya kubeba habari inahusu wengine. Kwa hivyo huyo, mkikubaliana juu ya jambo, ujue kwamba litatangazwa mbali na karibu. Haleluya! Na likitangazwa mbali na karibu, inamaanisha yule mtu afya rohoni hana. Haleluya! Kwa roho yake hana afya hata kidogo. Kwa hivyo hiyo tunasema ni roho ambayo haina uaminifu. Kwa hivyo a healthy spirit must be a faithful spirit. That is number 1. Number 2, roho iliyoonekana ikiwa na Danieli, roho ya kufanikiwa, roho ya ufanisi. Haleluya! Hebu tusome katika kitabu cha Danieli 6 mstari wa 3. Roho ya kufaulu, roho ya kufanikiwa, roho ambayo iko na ufanisi katika mipango, katika kuendeleza. Mtu anaweza kuwa na agenda, tuseme mfano, umesema utaomba mwaka huu, utajitolea katika maombi, lazima utafanya bidii kwa lile jambo. Kuna watu watasema hivyo na watafanikiwa, si kweli? Kuna watu watasema hivyo na watafanikiwa. Atasema mwaka huu ndio itahesabiwa siku nyingi nilijifunga, ndio itahesabiwa siku nyingi nilienda kutafuta Bwana. Sasa wewe ukizingatia yale na yafanikiwe, tutasema wewe uko na roho ya kufaulu. Haleluya! Uko na roho ya kufaulu. Kwa hivyo tusome katika kitabu cha Danieli, kwa sababu roho yako lazima ifaulu, roho yangu lazima ifaulu, nafsi yangu lazima ihuishwe ikafaulu. Haleluya! Lazima nafsi zetu zihuishwe na tuweze kufaulu kwa njia kubwa. Kitabu kile kinasema
Kitabu cha Danieli 6 mstari wa 3 inasema hivi: basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Kwa hivyo hebu tusome kwa Kiingereza, ni vizuri na ndio tuweze kujua vile hilo neno linasema. Kwa Kiingereza inaitwa excellent spirit. Excellent spirit was found in Daniel. Then this Daniel was preferred above the presidents and the princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. And the king thought to set him over the entire realm. Kwa hivyo yeye alipendelewa kuliko wale wakubwa wote, na mfalme akaona ni vizuri amweke, amtunukie cheo kikubwa katika enzi hiyo yote, katika eneo hilo lote. Kwa hivyo tunaona hilo limeandikwa, alikuwa na roho bora kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza excellent spirit. He had excellent spirit. Kwa hivyo alikuwa na roho ya kufanikiwa, roho ya kufaulu. Ni kwa sababu gani? Unaona, kama mfano wakati aliamuru ataomba na wakaleta upinzani, yeye aliendelea na kuomba. Excellent spirit huwa iko na jambo tunaita persistence, iko na kuvumilia kwingi, iko na yani kupambana. Yani kwa lile jambo umechagua hauangalii nyuma, kwa lile jambo umeamuru kufanya hauangalii nyuma. Mpaka mahali unafanya kazi watu wanaweza angalia, na huyu mtu huzingatia maadili fulani katika maamuzi yake, na habadilishi, anakalia kwa lile jambo, anasimamia kwa lile jambo. Kwa hivyo mwisho utaona huyo mtu anafanikiwa. Kwa hivyo tutasema ako na roho bora, ako na roho bora. Kwa hivyo ukiangalia kina Danieli wakikaguliwa, ingawa kulikuwa na kibali cha Mungu, lakini roho yao ilikuwa inawekwa kwa mizani. Haleluya! Roho yao ilikuwa inawekwa kwa mizani. Imagine hata wewe ushakaa na mtu ambaye pengine ulikuwa unamtakia mazuri, lakini vile anajibu ama vile ana kimo chake, kusimama kwake kuna kupeleka mbali na yeye. Haleluya! Huyo mtu alikuwa mwende pamoja, mtembee pamoja, lakini ilifika mahali vile anaongea, maamuzi yake, unaona yenyewe huyu hatuwezi enda pamoja. Kwa hivyo hana roho ya ufanisi, hana roho ya kuvumilia mpaka kufanikiwa. Kwa hivyo you have a healthy spirit must be excellent spirit. A healthy spirit must be excellent spirit. Lazima kuna kitu tutasema kuhusu Joseph, na huyo mtu ako na roho bora. Haleluya! Ako na roho ya kufanikiwa, ako na msimamo fulani ambao kweli hata tukitaka kiongozi kanisani tunaweza mweka pale, kwa sababu yeye anaonekana anaweza fanikisha mambo. Haleluya! Anaweza leta youth kufanikiwa, anaweza fanya wazee wafanikiwe. Kwa hivyo ako na roho ya kufanikiwa. Kwa hivyo sio roho wa Mungu hapa, tunaongea juu ya nafsi yako. Kuna msimamo unaweza kuwa nao, hata watu wakitaka ushauri wanasema hebu tusikie opinion ya Dongo. Haleluya! Hebu tusikie opinion ya huyu dada, hebu tusikie opinion ya, kwa sababu tunaona ako na msimamo fulani, ako na mwelekeo fulani. Kama ni habari ya kuhubiri, kama ni habari ya kuongoza katika sifa, huyo mtu kuna mwelekeo fulani ambao unatuonyesha kabisa yeye hujifunza, yeye anajitahidi, yeye amesimamia hiyo nafasi na haondoki. Si kweli? Si hata huduma utaka hivyo. Kusema ukweli, pastor hupenda watu wanafanya kazi. Haleluya! Akiona mtu anajitolea kwa area fulani, huwa anafurahi. Mtu huyo akisimamia hiyo maeneo na aendelee, kuna vita zake zimeisha. Haleluya!
kuna vita alikuwa anapigana nayo imeisha, kwa sababu yeye amefuata hiyo njia, na tunaona mwisho kuna ufanisi mkubwa utakaotokea. Nikisema na hubiri alafu ni gaidi niondoke, unaona nimeanguka ile ya kwanza, uaminifu, na bado hii ya kufanikiwa bado nimeanguka. Kwa hivyo ndio tujue roho ya mtu iko na afya, tunasema ako na roho bora na tena ako na uaminifu. Hayo ni mambo mawili ambayo huwa yanapima kabisa kama wewe utaweza kupata kile ambacho Bwana amepanga, kwa sababu tunaona Danieli walipopimwa na vipimo vya wanadamu alionekana ako na roho bora. Kwa hivyo Danieli hata kuongea kwake ilikuwa ungesikiza. Haleluya! Unajua kuna mtu so rude ya kwamba hata kama watu walikuwa wanataka kumfanyia jambo mzuri halitafanyika, kwa sababu ya ameongea mbaya, amesimama vibaya. Kwa hivyo ametupa msaada ulikuwa wake, ametupa msaada ulikuwa uje katika maisha yake. Tunaona lazima mtu awe na roho bora, roho ya kufanikiwa, roho ambayo imepanga mikakati ya ufanisi. Hata huduma kama hii tukikubaliana, ndugu zangu na dada zangu, na twende pamoja mwaka yote, tunaafikiana na tunaenda pamoja, lazima watu wote wataona, na wale wako na roho ya kufanikiwa, si ni kweli? Wako na roho ya kufanikiwa, wakiona hapa walipanga kununua hiki chombo cha muzika, si ndio, cha muziki, na wakaendeleza hiyo agenda na kafaulu kununua, tutasema wako na roho ya kufanikiwa. Kama walikuwa na ujenzi, walikuwa na jenga, waliweka jiwe la kwanza na hata la mwisho. Unajua Biblia inasema mtu asipohesabu gharama ataanza nyumba alafu aiwache, watu watamchekelea, si kweli? Ndivyo Biblia inasema, watu watamchekelea. Kwa hivyo roho ya ufanisi ni ile inaniambia, ulianza kuhubiri, endelea na usiangalie nyuma, simama, endelea na kazi ile unafanya, endelea kupigania ile mioyo na nafsi za watu katika Bwana, endelea kupigana vita mpaka uone kizazi chenu kimesimama. Mimi nikisimama katika ile hali na niendelee, nitasemekana ama nitaweza kupigiwa muhuri ya kwamba niko na roho bora, ninaweza fanikiwa. Hallelujah. Kwa hivyo an excellent spirit is a healthy spirit. So Daniel, though they lived in a challenging nation, a nation where they were offended, they were forced to do things that were contrary to their faith. Kama ukiambiwa uombi na kacha yenu mnaomba. Kwa hivyo waliambiwa mambo mengi ambayo hayakuwa yanaambatana na imani zao, lakini roho yake ilikuwa roho ya kufanikiwa. Hakuweza kuvunjika moyo, hakuweza kubaduliwa kwenye kacha yake na wale watu, alisimama. Hiyo tunasema he had a healthy spirit, alikuwa na roho iliyo na afya. Hallelujah. Na yake inaonekana in a way of excellent spirit. Another one is different spirit. And this different spirit ni ile imeandikwa katika kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 24. Kitabu cha Hesabu, hebu tusome kwa Kiswahili. Kitabu cha Hesabu 14, ule mwanzo ule. Kitabu cha Hesabu 14 inaongea juu ya Caleb na Joshua, inaongea juu ya hawa watu walitumwa wakaweze kuipeleleza nchi na kuleta majibu ya jinsi nchi ambayo Bwana atawapatia ilivyo. Kwa hivyo kuna habari walirudi nayo ambayo inaonyesha wale walio na roho tofauti na wale ambao walikuwa na roho ya kuogopa, ambao walileta uoga kwenye kikundi cha Waisraeli. Kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 24. Biblia inasema hivi: lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi aliyoingia
na uzao wake watamiliki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kuna roho nyingine na sio roho wa Mungu. Nitaka kwa Biblia kusoma vizuri. The Holy Spirit has capital S. The spirit of a man has a small s. Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ni roho yako, ile Bwana alipumua ndani yako wakati alikuumba. Kuna roho fulani ulipewa, na ndio inakufanya uwe binadamu tunaoona. Si kweli? Hiyo ndio naongea juu yake, kwa sababu ikiwa na afya itaweza kupokea roho wa Mungu, itaweza kupokea jambo lile Mungu anataka ufanye. Kwa hivyo wale Waisraeli walipimwa katika kipimo cha roho yao, kipimo cha nafsi yao ndio ilipimwa. Kwa hivyo walipotumwa wakapeleleze nchi, Mungu hakuwa anaangalia vipawa vyao ama karama zao, hakuwa anaangalia hayo. Alikuwa anaangalia roho zao ziko namna gani. Sawa sawa, roho zao ziko namna gani, nafsi zao ziko na afya ama hazina. Kwa hivyo roho iliyo na afya, inasemekana kwa Biblia hapa, imesajiliwa vizuri, ni mwenye roho nyingine. Kwa Kiingereza inasema different spirit. Na hiyo roho huwa na mtazamo wa kufuata Mungu kikamilifu. Haina mambo mawili. It follows God wholeheartedly. Hiyo ni roho yenye afya. Anafuata Mungu pasipo kupitia njia mbili. Anapitia njia moja. Roho yake inazingatia njia moja. Haangalii upande huu, haangalii upande huu. Anaangalia Bwana, anamtazama Bwana. Huyo alikuwa na roho tofauti. Alikuwa na roho tofauti. Huyo ni Caleb ambaye alisema hata kama wale ni majitu, Bwana akipendezwa na sisi ataweza kutumilikisha ile nchi na tutawatoa na kuweza kumiliki. Wale wengine walisema sisi tuliona machoni petu ya sisi ni kama viwavi, ni kama wale wanaitwaje, the rockers, yani sisi ni kama hao tu, lakini wao ni majitu. Unaona? Kwa hivyo wao walikuwa na roho ya uoga, roho ambayo sio healthy, haina afya. Haleluya, haina afya. Lazima roho yangu iwe na afya, lazima roho yako iwe na afya. Unaweza ulizwa kuhusu huduma ama kuhusu kanisa, ile ripoti utatoa itaonyesha if you have a different spirit or you have a healthy or you have a weak spirit, a fearful spirit, yani ile ya kuogopa. Itaonyesha kuna mambo yatakuja maishani, ukiyapeleleza ile ripoti utatoa itaonyesha kama wewe roho yako ni tofauti ama ni roho ile ya kushindwa. Haleluya. Lazima roho zetu siwe kama roho ya kale, roho ambayo sio ya kushindwa, roho ambayo si ya kuinama, roho ambayo si ya kutoroka, ni roho ya kuvumilia, kusimama na kuendelea. Kwa hivyo walikuwa na roho tofauti. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo unaweza soma. Kuna roho ambayo ni ya unyenyekevu. Kuna roho ambayo Yesu alisema heri maskini wa roho. Si kweli? Alisema heri maskini wa roho. Kwa sababu gani? Alisema hivyo kuonyesha sio umaskini wa kukosa mali na fedha, lakini ni roho ambayo inajua duniani sio kwetu. Kwa hivyo ina umaskini wa kutafuta Mungu anasema nini, Mungu ananitakia nini, Mungu ananipangia nini. Ni umaskini wa roho husababisha tuje kanisani. Ni umaskini wa roho husababisha tumtafute Mungu, kwa sababu kuna kitu tungetaka tupate ndani ya roho zetu na hatuna. Kwa hivyo tunatafuta kwa bidii. Haleluya. Kwa hivyo kuna maskini wa roho, hiyo ni healthy spirit according to the Bible. The Church of Laodicea walikuwa na roho iliyonenepa, roho iliyo na utajiri, na lakini si utajiri wa ukweli, ni utajiri usio wa ukweli. Kwa hivyo roho zao zilikuwa na majigambo ya kwamba tuko na dhahabu, ya kwamba tuko na mafasi, lakini Bwana akiwaangalia aliona hawana mafasi, wanaweza tembea uchi, hawana dhahabu ile, wanakiri ni maskini kabisa. Kwa hivyo lazima roho zetu ziwe na afya. Haleluya. Tuwe na afya katika roho zetu, na hiyo ni kuwa wewe unaweza kutafuta Bwana.
unaweza fanikisha agenda ile umeamua utaifanikisha katika maisha yako, you must be having a healthy spirit. So we have seen a healthy spirit must be faithful, must be excellent, must be different, must be humble. Hallelujah. Lazima iwe imenyenyekea. Roho ambayo inafanikiwa lazima iwe na unyenyekevu. Na tena siku iliyopita tulisema the spirit of a man is the candle of God, ya kwamba roho yako ndiye humulikia Mungu sehemu zako za mwili, ndiye hukumulikia mawazo yako. Kwa hivyo roho yako ikiwa na afya itawaka kama taa, itawaka kama taa. Najua ushawahi enda ama ukaongea na mtu, lakini ukienda nyumbani ukasema huyo roho yake ni giza, nilisikia tu ni giza hapo. Haleluya. Ama hujawahi sikia mtu moyo wake ni giza? Tuseme ukweli kama ndugu na dada, kuna mtu mshawahi ongea na yeye hata kama huna roho wa Bwana ukasikia huyo ni giza tu, hakuna kitu, sikuona mwangaza katika roho yake. Si ni kweli? Sikuona mwangaza, especially ukaongea. Unajua hatujui, tunapitana na wachawi, tunapitana na watu waovu. Kuna mtu unaweza ongea na wewe hata usikie nywele imeguswa ukaigwa kujirili, kwa sababu yule mtu ni giza, kwa roho yake ni giza, hakuna mwangaza hata kidogo. Kwa hivyo roho ya mtu ambaye ni iko na afya inamulika. Hata mkiongea tu utasikia, na nimesikia vizuri kuongea na dada yangu, huyo mtu ako na roho mzuri. Kwa nini watu husema hivyo? Huyo mtu ako na roho mzuri, na hawajapima, lakini wanasema yenyewe nilisalimia hiyo ni kijana ako na roho mzuri. Lakini kuna mwingine utasalimia hivi, hiyo ni giza tu, hakuna mwangaza. Si ni kweli? Kwa hivyo lazima tuwe na nafsi ama roho iliyofanikiwa katika afya, ambayo ni ya kurudishwa kwa mchungaji ambaye ni askofu wa roho zetu. Jambo lile ambalo linaweza tufanikisha tukaweza kuwa na mioyo iliyojaa uzuri ni kama vile Timothy aliambiwa. Timothy kuna mambo aliambiwa na tutaweza kuyasoma kidogo. Tulikuwa tunasoma kitabu cha Timothy hapa na tulikipatia maada fulani ambayo imeandikwa katika kitabu cha kwanza cha Timothy 3 mstari wa 15. Inasema, nikikawia ujue vile ambavyo mnafaa kuishi katika nyumba ya Bwana, ambayo ni kanisa la Mungu, ni nguzo na tena ni nguzo ya ukweli. Mjue jinsi ambavyo mnaweza ishi katika kanisa la Bwana. Kwa hivyo alikuwa anapokea ushauri kutoka kwa Paulo jinsi ambavyo wanafaa kuishi katika nyumba ya Bwana, na kuna mambo kadhaa vile vile alimwambia katika kile kitabu, ndio roho ya Timothy iweze kufanikiwa. Kwa hivyo ukiangalia mwingine ambao unaweza dadisi katika wakati wako wa masomo ya Biblia, uangalie roho ya Timothy. Haleluya. Uangalie roho ya Timothy. Unajua unaweza soma kitabu na ukaweza kujua roho ya mtu. Kama alikuwa na vidonda utajua, kama alikuwa na changamoto utajua, kama katika kukiri kwake utaweza jua kama alikuwa na roho imefanikiwa. Kwa hivyo katika Biblia mtu mwingine ambaye nimeona alikuwa na roho ya kufanikiwa zaidi ni Timothy. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Ya kupokea ushauri. Mtu anapenda kupokea ushauri, anaweza kuwa na roho iko na afya. Jina ama nguvu za Mungu huachiliwa katika masomo, katika kuachilia neno la Bwana, ndio nguvu ya Mungu hudhihirishwa. The power of God is dispensed and the release of the gospel. Kama vile nawaongelesha, nafsi yako inajengwa. Si kweli? Nafsi yako inajengwa, roho yako inaumbwa, kuna afya inapatikana ndani yako ambaye hakuingia kanisani hawezi pata. Haleluya. Yes, wewe kuna mwelekeo, kuna mambo yanaanguka maishani mwako. Kama roho yako ilikuwa na giza, inaanguka. Wakati nasema inaanguka, unajua hiyo ndio sababu ya neno la Mungu. Linaponenwa, nguvu za Mungu huachiliwa, uzuri wa Mungu huachiliwa. Kwa hivyo uhai wa Mungu huja. Kama kuna mahali nafsi yangu ilikuwa imekufa, ilikuwa imeanguka,
inaanza kuponywa, inaanza kuinuka. Ndio nikasema nafsi ya mtu iko na uwezo wa kusoma na kupona na tena kukomaa. Haleluya! Kwa hivyo hata kama hukutwa na machangamoto nyingi, mtu alikuwa na urafi. Unajua kama mtu ameishi kwa club, kwa ulevi wa pombe, mtu akiwa ni mraibu wa pombe, utaona amemea tambi. Si kweli? Watu wengi wamemea tambi, na sio kusema kumea tambi ni vibaya, sinuki waliokula mali yao. Haleluya! Lakini ile changamoto kubwa hutokana na wale waraibu wa pombe ya kwamba kuna kitu inaingia ndani yao inaitwa urafi. They become gluttonous. Hallelujah. The spirit of gluttony enters in their life. And if you read in Proverbs, the Bible says they become riotous eaters of flesh. Riotous eaters of flesh. Watu wengi wakishaingia kwenye uraibu wa pombe, hula nyama kiwango ambacho mwanadamu hajakubaliwa. Ndio mwisho watu wengi ambao ni waraibu wa pombe huwa na shida ya gout. Huwa na shida ya gout kwa sababu alikula zaidi. So they become riotous eaters of flesh. They are gluttonous. Lakini yule mtu akinyenyekea kwa masomo, anaweza toka kwa uraibu, na tena sio kutoka tu, roho yake inaweza kuwa na afya na akakuwa mzuri. Kwa hivyo ndio nikasema roho ya mtu inaweza soma ikikubali masomo, na tena inaweza pona, na tena inaweza komaa. Ukiangalia kina Daniel 1 walichaguliwa kwa sababu walikuwa watu wanapenda kufahamu. They also understood literature. Kwa hivyo yule ni mtu alikuwa anasoma sana. Yule ni mtu alikuwa anasoma hata historia ya babu zao, ya Ibrahimu. Usiposoma juu ya Jacob, utajua kuna kitu utasaidika kuhusu Jacob, au utasaidika. Lakini ukiwa msomaji na yule anatafiti, unaweza fanikiwa na jambo Jacob alifanya ambalo linaweza kuwa la manufaa kwa maisha yako. Si kweli? Kama kuna jambo unaweza iga alifanya, itatokana na umesoma na umelipokea. Si kweli? Kwa hivyo Timothy alikuwa kijana aliyepokea ushauri, ndio Paulo akampenda. Haleluya! Ndio Paulo akampenda. Kwa sababu si ni watu wengi walifanya kazi na Paulo, hata ndio akute kijana huyu anaitwa Timothy, alimchukua akiwa kama mtu wa Sunday school. Kwa sababu anamwambia alifunzwa na nyanya yake. Nilijua ulifunzwa scriptures na nyanya yako Royce. Sawa? Na hiyo roho ulio nayo ilikuwa inaishi ndani ya nyanya yako Royce. Si kweli? Si anaambiwa hivyo? Kwa hivyo huyu ni mtu Paulo alimtazama kama vile naweza tazama hao watoto wa Sunday school. Na nione huyu ako na roho ya kufanikiwa. Ako na roho ya kufunzwa, teachable spirit. Na ukute amepita watu wengi na amekuwa evangelist. Si kweli? Hivyo ndivyo Paulo aliangalia Timothy, akaona huyu naweza nikamwaminia injili kuendelea mbele. Naweza nikamwaminia hii kanisa kuendelea mbele. Hata mimi tuseme nataka kwenda kwingine, nataka kwenda, Mungu amenipeleka kwingine. Si lazima nitaangalia mtu yule anaweza simamia hiyo kanisa. Si kweli? Anaweza simama na hawezi gai. Kwa hiyo Paulo aliangalia kijana akiwa mdogo, akamwangalia na akaona huyu anaweza simamia kanisa la Bwana. Kwa hivyo ushauri wote alitoa kwake. Huyu Timothy alikuwa na roho bora. Alikuwa na roho ya kupokea ushauri, ya kuweza kusimama. Huyu anasemekana hangeondoka kwenye injili. Biblia inasema kuhusu kitabu cha Timothy, ukisoma hata tulisoma na nyinyi na tunaweza rudia. Iko na mambo mazuri yanahusu Ukristo na kusimama. Aliongea juu ya bishop anafaa kuchaguliwa nani. Si kweli? Alimwambia deacon anafaa kuchaguliwa nani. Akamwambia ushauri kwa sababu alionekana huyu tu ndiye anaweza simamia nguzo ya Mungu. Haleluya! Ndiye anasimamia malango ya Mungu. Mungu anaweza patia Joseph obligation amsimamishe kwenye malango, kwa sababu ameona huyu ni nguzo muhimu, na akisimama kwenye malango ya Ukristo ataweza simamia kanisa langu vizuri. Lakini kuna mwingine Bwana anaweza angalia akaona
ako na karama, ako na vipawa, anatabiri, anafanya mambo mengi, lakini huyu tukimwaminia atabadilisha kanisa la Mungu, litaingia gizani. Haleluya! Ataliingiza gizani kwa sababu roho yake haina afya. Roho ya mtu ikiwa na afya, hata kama hana karama nyingi, anaweza simamia mambo ya Mungu. Haleluya! Roho ya mtu ikiwa huyo ni mtu teachable, ni mtu wa kupokea ushauri, ni mtu ambaye msimamo wake ni imara, hata kama hana karama, anaweza simamia kazi ya Mungu. Haleluya! Na Mungu anaweza mwaminia mambo makubwa. Kwa hivyo kuna kipimo cha afya ya roho ya mwanadamu. Kile ushauri mmoja aliyopatiwa ambayo nataka nisome, iko katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:14. Inasema hivi kwa Kiingereza: do not neglect the gift you have which was given unto you by the prophecy when the council of elders laid their hands on you. Usipusilie, usiachilie. Haleluya! Usiachilie. Kitu hufanya roho ya mwanadamu iweze kuingia kwenye machangamoto nyingi, kitu moja ni kuiachilia. Unajua kuna watu huachilia roho yao kama shamba ambayo hailimi, shamba ambayo haipaliliwi. There are some people who neglect their spirit. There are some people who neglect their soul completely. You don't feed your soul. You don't till around your soul. You don't feed your soul. Hallelujah. Kwa hivyo unaiachilia. Kwa hivyo aliambiwa usiachilie kipawa ulichopewa. Usikiache hivyo. Usikiachilie. Unajua Timothy was an evangelist. Ni kweli? Ya, ukisoma Biblia vizuri, Timothy was an evangelist. Aliambiwa atimize huduma yake ya mhubiri, the office of evangelist. So he was an evangelist. Hallelujah. Aliambiwa asiachilie. Kuna jambo watu hufanya kuachilia, kuipusilia. Kama wewe unajua mko na mwafaka na Mungu, unaweza kubalia erebe to come in your way na aharibu maisha yako. Wewe ukiwa kijana unaweza kubalia. Haufai kukubalia kwa sababu unajua kuna jambo la dhamani kubwa ambalo limefichwa ndani yako. Kwa hivyo huwezi kwenda kucheza na wasichana, huwezi kwenda kucheza na vijana, kwa sababu unajua ndani yangu kumefichwa madini ya dhamani kubwa katika Mungu. Kumefichwa vitu vya dhamani kubwa. Hauwezi kuleta mchezo. Kwa hivyo wewe hauachilii kipawa chako. Hauachilii roho yako. Kuna watu huingia katika mahali watu wanaongea vibaya, watu wanatukana wale wengine. Yaani unasikia tu ni mbwa nini, na wewe ukiwa mtu anatunza vitu vya dhamana vilivyofichwa ndani yako, utaenda hapo, utaingia kwenye kuongea hivyo. Unaona Isaia kabla abadilishwe alikuwa nabii, ako na karama, anatabiri, lakini mdomo wake ulikuwa mchafu. Si ndivyo anasema? Wakati Mungu amemtokea katika Isaia 6, Biblia inasema alisema, I am of the undone lips. Na nimeona Mungu na midomo yangu ni michafu. Kumaanisha Isaia alikuwa nabii, lakini hakuwa amekuwa transform, hakuwa amebadilishwa. Kwa hivyo alikuwa tu bado anaenda na vijana wanaongea mbaya, lugha yake ilikuwa chafu, alikuwa tu katikati ya wale, hakuwa amejitenganisha. Unaweza kuwa nabii lakini hujajitenganisha, bado roho yako haijakuwa na afya. Lazima kama roho yako itakuwa na afya, ujitenganishe kabisa, ndio utunze vitu vya dhamana vilivyofichwa ndani yako. Kuna vitu imefichwa ndani yako, lakini ndio ifanikiwe, lazima ukue healthy in your spirit. You must be healthy in your spirit. There are people to avoid. There are argument to avoid. Hata Paul, huyu kijana aliambiwa avoid babbling and arguments. Uondoke kwa wenye kutoa a lot of argument. Kwa hiyo unaona kama maneno ya Mungu, mkienda argument sana, huwa unasikia uwepo wa Mungu umeondoka. Kwa hivyo ondokea watu ambao wanapenda fitina, wanapenda majibizano, wanapenda debate inahusu mambo ya Mungu na wewe unajua. Usikubali mtu akuulize
Yesu ni nani, na aanze kuleta kuonyesha Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu sio mfalme wa wafalme. Sasa ataleta argument ambayo itasababisha roho yako isiwe na afya. Haleluya! Kwa hivyo huyu kijana akaambiwa usiweze kuachilia kipawa ulichopatiwa wakati wale wazee walitoa unabii wakikuwekelea mikono, bali anaambiwa mambo haya ya kweli yazingatie. Practice these things. Practice these things. Unapofanya, yani unapofanyisha kazi kipawa chako, you are becoming healthy. You are becoming healthy. Unapozama ndani ya mambo haya ya kweli, kuzama, Biblia inasema immerse yourself in them so that all may see your progress and keep close watch on yourself. Wewe jiangalie sana, angalia maisha yako kila wakati, jipime, angalia kwa kioo cha neno. Haleluya! Ukiwa mtu ambaye amezama, kuzama ni kama vile tulikuwa tunabatiza watu wale tulibatiza, ni kweli, tulikuwa tunawazamisha ndani kabisa, anaingia alafu tunamtoa. Hiyo unaweza zama, unaweza batizwa na neno. Haleluya! Unaweza zama kwa neno kwa maisha yako, iwe ya kwamba huyo mtu amezama. Lakini kuna watu hawajazama, neno ameingia tu kwa maji pale kwa beach, amesimama hapo, miguu imefika wapi? Imefika hapo, ameingia tu kwa maji kidogo, hajazama. Kwa neno hakuna kukaa pale pembeni. Haleluya! Hata kwa Kikuyu kuna wimbo kuna wimbo ambayo inaonyesha tudhi hale haliku. Haleluya! Tuingie pale kilidini twaikara huguru-ini, Saitani ndagatutiga okaga hau ta huku ahuriti. Haleluya! Tukikaa kwa beach atakuja kama ile time vile inatukwanga vifaranga, lakini ukizama ndani hakuoni. Yeye amekataa neno, wewe umezama ndani ya hilo neno. Ukizama ndani ya neno ni kumaanisha hapo ndipo your security is. Kwa hivyo Timothy aliambiwa haya mambo yatie katika kuyafanyisha kazi. You are the doers of the word. Wewe fanyisha neno ulilolisikia kazi. Enda nyumbani leo uombe, Bwana nipe roho bora. Hebu nijue roho bora ni gani. Hebu nijue roho yenye uaminifu ni gani. Si kweli? Uanze kufanyisha jambo lile kazi, na tena uzame ndani ya hilo jambo. Uzame, uingie ndani kabisa ya ukweli, na hapo Biblia inasema ndipo watu wote wataona kuendelea kwetu, wataona mafanikio yetu. So the people will see your progress. Keep close watch on yourself. Keep close watch on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save yourself and your hearers. Hallelujah. Wewe utaokoa wewe mwenyewe na wale wanakusikiza, ukizingatia, ukidumu pale, ukiangalia mafunzo, ukiangalia vizuri maisha yako kwa kioo, ukizama katika ukweli, basi watu wote wataona ufanisi wako. Did Daniel succeed? And all people are talking about Daniel today. Even we see Mungu wa Danieli ndiye Mungu wangu. Haleluya! Kwa sababu Danieli yenyewe alifanikiwa. Yosef alifanikiwa ama hakufanikiwa? Alifanikiwa. Kwa hivyo tungetaka Mungu wa Yusufu ndio awe Mungu wangu, hiyo ni kumaanisha roho yangu lazima iwe na afya, roho yangu lazima izingatie, lazima izame kwenye ukweli, na ndio Bwana ahesabu ya kwamba huyu ako na roho yenye afya. Na vizazi vingine vitaanza kusema, unajua David, he had an excellent spirit, he had a faithful spirit, he had a humble spirit, his spirit was like a candle. Hallelujah! Kwa hivyo si hiyo ndio tunataka ama hatutaki? Kwa hivyo Timothy kuna mahali pengine aliambiwa keep sound doctrine, avoid puffed up spirit, Kwa hivyo kuna roho ya umang'aa, roho ya kiburi ambayo huingia watu. Aliambiwa achana na hiyo. Usiwe na kichwa imefimba, usiwe na kichwa imenenepa.
Kwa hivyo avoid unhealthy craving for controversy and quarreling. Usiwe mtu ambaye anakimbilia mambo ya kubishana, mambo ya vita. Hallelujah. Avoid imagining that godliness is a mean of gain. Kwa hivyo aliambiwa hata ili kazi ya Mungu unafanya usifikirie kama ni njia ya mapato, kama ni njia ya mapato. Unaona, si wengi saa hii wamefikiria mahubiri ni njia ya mapato, na wengi wameingia kwenye lindi la simanzi, wameingia kwenye changamoto kwa sababu walifikiria mahubiri ni njia ya mapato. Kwa hivyo mapato ilipokosa kupatikana, walienda kwa Karumanzira, walienda chini ya bahari, walifanya kafara zote na ndio ati wafanikiwe, lakini wanaongea ati jina la Yesu. Biblia inasema kuna watu wengi Yesu atawaambia, enendeni, mimi siwajui na sikuwa nawajua, lakini walikuwa wanatoa mapepo. Haleluya. Hiyo linamaanisha nini? Inamaanisha walifikiria uungu ni njia ya mapato. Haleluya. Ukienenda kwa Mungu ukifikiria ni njia ya mapato, lazima utaingia majaribu fulani. You will force things. Hallelujah. You will force things. Watu wasipokuja, you will force something to happen. Na hiyo si umeingia upande ule mwingine wa shetani. Kwa hivyo unaona aliambiwa uachane na mambo haya, usifikirie uungu ni njia ya mapato. To clearly understand the temptation that comes to the greedy person in seeking riches. Uelewe kabisa yale majaribu huja kwa mtu ambaye alikuwa na urafi akitafuta mali. Biblia inasema yeye hujidunga na mimba mingi. Wale ambao hutafuta pesa, saa hii watu wanatafuta, wengine wanaenda wanalala katika jeneza ati wanatafuta mali. Si kweli? Hapa Western tulikuwa tunaambiwa watu wanaambiwa walale kwa jeneza siku 3. Wanaambiwa wafanye mambo ati ndio wakuwe tajiri. Hawa watu unasikia wako kwa wakati wanafanyishwa mambo mabaya zaidi, nafsi ya kuvunja roho zao, kuziharibu sasa hazitawahi weza kurudia Bwana. Unajua hiyo ndio shetani hufunga watu nao. Shetani hufanyisha watu makafara ndio roho zao, hata akitaka kurudi kwa Bwana hataona njia tena, itakuwa giza. Na hapo katika hiyo giza huyo mtu atakufa, na akikufa si shetani amefanikiwa, amemuingiza jehanamu, ameingia na yeye jehanamu. Kwa hivyo dunia hii tunaambiwa tulinde kabisa mioyo yetu. Ndio kile tulicho nacho tusipoko, hiyo ni kulinda nafsi yako na roho yako. Afadhali iweze kuwa na afya katika Bwana, lakini si katika mambo ya dunia. Kwa hivyo watafuta utajiri katika njia ya urafi huingia katika shida nyingi. Ndio Timotheo aliambiwa, hujitunga na mimba mingi, wanajitunga na mambo mengi machafu, na nafsi zao Biblia inasema zinachomwa na moto. Nafsi zao zinachomwa kama ile, unaonanga vile ng'ombe inapigwa chapa. Nataka ng'ombe zako uzijue, kama zangu nataka ziitwe D, naandika David. Kwa hivyo natengeneza muhuri, halafu inachomwa inakuwa red. Pale kwa paja ya ng'ombe unakuja unaichoma. Haleluya. Unaipiga hapo, hiyo chapa inatokea, imeandikwa D. Kwa hivyo ng'ombe hata zikiibiwa, tuende kutafuta tuone hiyo, tutajua hiyo ni ya David. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema hawa ambao hufanya ile, nafsi zao zimepigwa ile brandi, zimepigwa chapa. Kwa hivyo huyo mtu hawezi badilika, hawezi rudi tena, ameshaenda. Shetani hufanikiwa anapowafikisha hiyo kiwango, anawapiga hiyo chapa. Unakuta huyo mtu amekauka katika hiyo uongo, amekauka hivyo, na jehanamu ataingia miguu miwili, ataingia vizuri kwa miguu miwili, kwa sababu alikubalia shetani. Kwa hivyo tunaona lazima roho zetu ziweze kuwa na afya. Kuna mahali kwingine Timotheo bado akaambiwa, take hold of eternal life. Wewe kamata uzima wa milele, kamata uishi naye. Take hold of eternal life. Kamata uzima wa milele, ukaange nayo kwa mfuko, kwa nyumba yako, kwa roho yako. Nimekamata uzima wa milele. Hata ikiwa ninaishi, nimekamata uzima wa milele. Kwa hivyo aliambiwa hata kama uko ulimwenguni, lakini jikamatie. Kamata uhai. Ishi na ile uhai. Haleluya. Wewe usiishi duniani lakini hauna uhakika kama utaingia mbinguni. Akaambiwa shika uhai. Haleluya. Shika uhai.
ukae nayo katika maisha yako. In that way you have won, you have become an excellent person in the spirit, a big person in the spirit, and now your crown is assured. Your crown is assured. So you want your crown to be assured. Si kweli? Sisi tutakuwa watu wa kupokea ushauri. Si kweli? Watu ambao roho zao ni zimefanikiwa. Hata ukienda college, hata ukienda wapi, watu wakikuangalia wanasema na yule kijana ako na roho ya kufanikiwa, roho ya Daniel. Haleluya. Kwa hiyo utaweza kuta akina Daniel hawakuwa na karama nyingi sana, lakini ni vile Mungu aliwahesabu waaminifu katika roho zao, akawatumikia, akawatunuku na vipawa vya ajabu. Haleluya. Aliona wamefanikiwa katika kuzingatia imani yao, hawajaangalia nyuma, wameingia kwenye ukweli na wamefuata. Kwa hivyo nataka tuombe na tutafanikiwa.